Kwa majina naitwa Venance Paul Kavishe, mkurugenzi engineer Furu Profile Tegeta, Dar es Salaam. Swali lako umesema? Naam, ufunguzi umefanyika leo. Ufunguzi umenipa moyo mzuri, umepata mwitikio mzuri kwa upande wa wafanzi, kwa upande wa watu wanaopenda mpira, kwa upande wa viongozi, pamoja pia na waandishi wa habari. Wameonyesha kitu kizuri ambacho wananimotivate, wananifanya niongeze kitu katika wao. Kwa hiyo naamini kuna kitu kizuri kitakuja kutokana na mfumo nilioona mzuri walivyonipokea hapa Singida Liti. Sasa ulifikiria nini kuanzisha na kudhamini ligi hii kwa ujumla? Nilifikiria kudhamini ligi ya wilaya kwa sababu mimi ni mtu wa mpira, cha kwanza. Cha pili, wameniomba muda mrefu na mimi ni mtu wa soka. Sababu mimi ni mtu wa soka na mimi napenda kukuza soka la vijana. Niliona kama nikiwadhamini ligi ya wilaya inaweza kusaidia pia kukuza vipaji vya vijana na kuongeza vipato vya vijana. Ndio maana natoa zawadi pia. Ujumbe wako kwa wananchi wa Singida lakini kwa wapenda soka? Ujumbe kwa wananchi wa Singida wajitoe katika soka la Singida. Singida mpira upo, ila walikuwa hawana mtu ambao wa kuempower, wa kuwanyanyua. Bahati nzuri wamenipata mimi, wakinitumia vizuri basi watapata vitu vizuri. Naam, ni zawadi gani ambazo pengine dhamini atazitoa katika mwisho wa ligi hii? Zawadi zipo. Kwa mwanzo zawadi inaanza labda 500,000, lakini kuna mshindi wa pili atapata zawadi yake na watatu atapata zawadi yake na mchezaji bora atapata zawadi yake, na zawadi zitakuwa zikija kwa awamu. Malengo ya ligi inavyoenda Disamu ni kufikia malengo ya milioni 32. Kwa hiyo tunaanza kidogo kidogo afu baadaye tutakuwa taratibu. Sawa, hiyo ni kwa baada ya michezo hii tutarajie nini kama mdau wa soka kuendelea kudhamini michuano mingine na ligi zingine, hususan kuna timu za wanawake na kadhalika? Tutarajie hilo kuliona Disamu ikihamia kwenye nyanja nyingine? Disamu ni mfumo, ni mtu ambaye anadili na vitu vingi. Sasa hivi amedhamini ligi ya wilaya, baadaye atakuja ligi ya mkoa, kwa sababu nimeletea changamoto nyingi za ligi ya wanawake. Kwa hiyo nafikiri ligi ya wanawake pia atakuja kuidhamini. Kwa hiyo ligi zote atakuja kuzidhamini. Wito kwa wadau wa michezo, unawapa wito gani juu ya kuendelea kusapoti vipaji vinavyotoka katika mkoa huu wa Singida? Wadau wajitokeze kwa wingi kwa sababu mpira ni pesa. Wadau watakapokuwa wengi, mpira unaongeza pesa na vijana wanazidi kupata ajira. Kwa hiyo vijana wanapokuja na wadau wanapojitokeza wengi wanawasaidia vijana. Vijana wanapokuwa na soka la Singida ndio linakuwa. Na Singida ni sehemu nzuri ya soka. Soka likishakuwa zuri katika mji linafuatwa popote. Kwa maana hiyo mtu kama atasema Singida labda pamepoa na nini, hapana, pale shamba, yule anaendesha lile soka atalifanya ule mji uchangamke. Ule mji unapochangamka ndipo unaleta watu kutoka sehemu mbalimbali. Wa Dar es Salaam watakuja, wa Mwanza watakuja, wa Tanzania nzima watakuja endapo hii ligi ya Disamu itakapokuwa bora, basi lazima kuna watu wataifuata. Sawa. Ufikiri kuhusiana na masuala mazima ya miundombinu kuwekeza huko? Kuhusu miundombinu umeongea kitu cha msingi. Miundombinu tuna changamoto ya viwanja. Malengo ya baadaye nitakuwa na kiwanja kimoja mjini na kiwanja kimoja DC, vijijini. Kwa hiyo kutakuwa na kiwanja kizuri, tutakuwa tuna pichi nzuri, tutakwenda taratibu. Lazima tuwe tuna pichi ambayo itatusaidia vijana wetu. Tuna changamoto sana ya viwanja. Kwa hiyo kitu ambacho nimekiona ndio kinanipa wakati mgumu sana. Shauri hii mkiwa kama serikali mnatengeneza mazingira gani ya kuwavutia wadhamini kama hivi kujitokeza kudhamini soka la mkoa wa Singida na manispaa kwa ujumla ili kuinua na kuibua vipaji vya wachezaji wetu kwa manispaa ya Singida? Tuanze. Sawa, kwa majina mimi naitwa Samuel Mwaikenda, ni afisa michezo manispaa ya Singida. Kwanza nashukuru sana kwa mchezo mzuri wa leo ambao ulikuwa ni ufunguzi wa ligi ya wilaya. Lakini jambo kubwa la msingi pia tuweze kupongeza kwa kiasi kubwa sana kwa mdhamini aliyejitokeza kudhamini ligi. Ni miaka mingi sana tumeweza kukosa watu wa aina hii ambao wameweza kuhakikisha kwamba wanasimamia na kudhamini ligi. Kwa hiyo natoa pongezi kubwa sana kwa wadhamini ambaye ni Bwana Disamu. Lakini kikubwa sisi kama serikali bado tuna jukumu kubwa sana la kuhakikisha kwamba tunatengeneza mazingira mazuri kwa wadhamini kuweza kuhakikisha kwamba wanajitokeza na kuweza kudhamini ligi zetu. Lakini moja la msingi, kwanza sisi la msingi ni kuwepo kwa vilabu. Hilo ni ushawishi mkubwa sana ambao unakuwepo, kwa sababu mdhamini anahitaji vilabu vilivyo hai ili ajue anapoweka pesa ni wapi. Kwa sisi kwanza la msingi
ambao tunalifanya ni kuhakikisha kwamba kuwepo kwa vilabu na uhai wa vilabu, maanake mpira huo unachezwa katika maeneo yetu, ambao kasi kubwa hilo sisi tumefanikiwa. Lakini jambo la pili ni kuweza kuhakikisha ligi nyingi zinachezwa, kwa sababu mdhamini mara zote anataka sehemu ambayo itakuwa ni active, kwa maana zile ligi zitakuwa zinachezwa. Kwa hiyo yeye anapokuwa anafanya matangazo yake, maana kwa kiasi kubwa watu wanafuatilia. Lakini pia tumetengeneza mazingira mazuri na nyinyi waandishi wa habari. Tunashukuru mmekuwa ni watu wa sehemu kubwa sana kuhakikisha kwamba mnazitangaza ligi zinazochezwa. Sasa mdhamini akiona mara kwa mara anaona ligi zinarushwa, zinatangazwa, kwa maana anajua kabisa hapa ni sehemu ambayo nikiweka mimi naweza nikafanya biashara yangu. Kwa hiyo ni moja ya vitu ambavyo sisi tunahakikisha kwamba vinafanyika kwa usawa, lakini pia tunahakikisha kwamba waandishi wa habari wanapata nafasi kwa kiasi kikubwa cha kuweza kutangaza soka letu la manispaa ya Singida, kwa maana ya wilaya Singida. Kwa hiyo ni mambo ya msingi ambayo sisi tumeyazingatia sana, na tunashukuru bwana ni mtu wetu wa hapa, lakini mtu ambaye alichukua muda mrefu sana kuweza kushawishika na kuweza kuweka pesa kuhakikisha kwamba hii ligi inachezwa. Lakini aishawishika ni kwa namna tulivyompa ushirikiano, kwa namna tulivyoweza kutangaza vilabu vyetu, lakini pia kwa namna nzuri ya kuhakikisha kwamba wale viongozi wa juu wameweza kuona kwamba huyu mtu anaweza akaweka pesa hapa na ikafanikiwa. Lakini pia alifanya bonanza lake hapa, ilikiwa tu ni sehemu ya kuangalia, je, nikifanya ligi ya wilaya naweza nikapata support. Ile bonanza limpa tu picha nzuri ambayo ndio likamshawishi kiasi kikubwa, akaamua sasa kuweza kuweka hela kwenye ligi ya wilaya. Kama serikali mmejipanga vipi kuwashika ama kuwatia moyo wa hawa wadau wanaojitokeza kuunga mkono jitihada za kimichezo? Karibu. Kwanza jambo la kwanza, sisi kama serikali mpaka sasa zipo kwenye ulinzi salama, kwa sababu jambo la kwanza sisi tunaliangalia ni kuhakikisha kwamba anapotaka kufanya zile shughuli zake, kwa mfano hata anapofanya hivi amekuja muomba vibali kwetu sisi kama serikali. Aliomba vibali kwa sababu tunajua hizi ligi utaratibu ni lazima kwamba uombe vibali, tuangalie ni mdhamini wa aina gani, lakini pia tuangalie je, zawadi anazotoa ni za aina gani, lakini pia je, tuangalie kama ni issue ya waamuzi nani analipa. Kwa hiyo ni vitu ambavyo sisi kwa kasi kubwa amekuja kwetu, tumeangalia hicho kifanya, tumeangalia pesa aliyoiweka, tumejiridhisha. Kwa moja kitu ambacho sisi kikubwa cha kuhakikisha kwamba watu wanapata nafasi ni kuwapa vibali vya kuhakikisha kwamba wanadhamini hizi ligi. Hilo ndo la msingi kubwa tunafanya sisi kama serikali. So hatui sehemu ya kikwazo, sehemu ambazo tunaona ana changamoto sisi tumekuwa sehemu ya kumshauri. Kwa kuna maeneo mengi ambayo sisi tulimshauri, hususani kwenye maeneo ya kudhamini, lakini pia maeneo ya kuwa wawazi, na mtaona huyu bwana amekuwa muwazi sana kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hata nyinyi waandishi wa habari mtakuwa mashahidi katika rekodi yenu ya kufanya kazi yenu, hamjui kufanya kazi ya mpira ambao mmefanya kwa uwazi kwa kiasi hiki toka bwana ameweza kuweka pesa. Shukrani sana. Namna gani kwenu na kipi kimetokea mpaka kupoteza mchezo wa hii leo? Tuanze kwa majina yako. Kwa majina naitwa Ahmadi Shabani Mohamed, ni kocha wa Kiba FC. Mchezo ulikuwa ni wa namna gani na nini kimetokea mpaka mkapoteza mchezo leo? Awali ya yote, kwanza ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa uzima kucheza game. Tumeanza vizuri mpaka tumemaliza mchezo. Nadhani tumeshuhudia wote, tulikuwa na mchezo mzuri, ila kuna mistake tulizozifanya tutazifanyia kazi katika viwanja vya mazoezi, na uhakika kama tutapata nafasi ya kuonana tena kama hivi tutawapa mchezo wa tofauti. Ukiangalia vipaji vya mkoa wa Singida, hali unaionaje? Kwa sababu malengo ni kuibua vipaji vya wachezaji. Unaonaje hali ipo? Vipaji kwa kweli, kwa sapota kama hii anatupa Disamu, na uhakika vipaji vitaongezeka zaidi, kwa maana ilikuwa mashindano yanaenda tu mtu juu unafanya nini, mwisho wa siku unapewa kikombe tu unaondoka nacho. Sasa hivi kuna sapota ya 500,000. Kwa hiyo ukichukua utajua utanunua jezi au utawafanyaje wachezaji, unawapa sapota kivipi. Yaani kwa kifupi, Disamu tunampa maua yake, tunaomba aongeze kidogo tena mwakani, aboreshe tena. Vipaji vipo, lakini kwa sababu malengo ni kuibua vipaji. Vipaji vipo kama mnavyoona, na vipaji vitaendelea kuonekana tokana na ubora wa mashindano ulivyo. Asante. Shukrani. Wake maana kwa kiasi kubwa watu wanafuatilia. Jina lako na timu yako, afu tuambie mchezo ulikuwa ni namna gani mpaka mkafanikiwa kuibuka na ushindi leo. Kwa jina naitwa Joakim Erasto Gita, kocha wa Kim Canteen Football Club.
Leo tulikuwa na mchezo na wapinzani wetu walikuwa Kiba FC. Mpira ulianza vizuri, mechi ilikuwa nzuri, lakini ilikuwa na vipindi. Kuna muda tulikuwa tunaweza tukapata goli, kuna muda makosa yetu yanatuadhibu. Mpaka siku ya mwisho dakika za 90 kabisa tunaweza kupata ushindi wa goli 3-2. Kwa ujumla mchezo ulikuwa na vipindi vya kushambulia na kushambuliwa. Kwa hiyo tunashukuru kilichotokea. Kwa game ijayo labda nini mikakati yako kuhakikisha kwamba unaendelea kushinda? Mimi kama mwalimu nimeona timu yangu inavyocheza. Sana nimekonsist goli 2. Kwa hiyo nimeamini kwamba defense yangu leo haikuwa na ubora. Kwa hiyo naenda kufanyia kazi defense kwenda kutoa matatizo yote ya nyuma kwa game zijazo niweze kuwa napata ushindi na kuzuia magoli nisifungwe.